Masala ya mtume ni mazito. Swala la nini? Na kuna kanuni inatueleza kullu shay'in yuntasabu bi sayyidina Muhammad fahuwa musharraf. Mtu yeyote atakayejinasibisha au kitu chochote kitakachonasibishwa na mtume, kitu hicho kimepata utukufu kwa sababu ya mtume Muhammad. Na ndio maana anasema kad ajma al-ulama fi kulli asrin wa fi kulli masri anna al-buqat alladhi dufina fihi jasad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Madinati al-Munawwara huwa afdal al-buqat fi kauni Allah ta'ala kulli. Kwamba wamekubaliana wanawachuoni katika kila kipindi na katika kila mji ya kwamba pale alipozikwa mtume Muhammad katika mji wa Madina, hiyo sehemu bora iliyoumbwa na Mwenyezi Mungu kuliko sehemu zote. Kwa sababu gani? Kwa sababu amezikwa mtume Muhammad. Na mtume anasema katika hadithi sahihi kwamba mabaini kabri wa mimbari rawdatun min riyadil janna. Mwenye kusali rakaa mbili baina ya kabri yangu na mimbari yangu ajibashiria kusali ardhini, bali amesali katika pepo ya Mwenyezi Mungu. Kwa nini? Kullu shay'in yuntasabu bi sayyidina Muhammad fahuwa musharraf. Pale pamepata utukufu kwa sababu ya mtume Muhammad. Wewe na mimi tunaitwa watukufu wa Islam si kwa sababu nyingine, ni kwa sababu tumemkubali mtume Muhammad. Nimekuja hapa kwa sababu ya choo hichi. Imamu aliniomba jana nije na ndio nimekuja kuhamasisha. Kuna vitu vinatia aibu sana. Na nyinyi matajiri ambao hapa mjini mna hela. Mna hela. Na Mungu amekupeni njia ya biashara. Sasa kuna mtu kwa siku anaingiza mpaka shilingi 200,000 kwa siku. Hivyo unashaka kutenga muda japo 10,000 ukasema basi usilete msikitini. Fanya hata ibada ya siri. Tafuta hata mjane hapa mjini ambaye ana dhiki. Hawapo? Nauliza hawapo? Yaani ibada ifanye wewe ni na Mwenyezi Mungu, siri yako. Ni uradi, unasema ninataka nifanyize uradi. Mimi napata shilingi 70,000 kwa siku. Hii 5,000 hii kila siku, au basi sio kwa siku, kwa mwezi unalipwa 400,000. Unamfuata mjane mmoja au mzee ambaye anaishi magumu, bwana mimi kila mwezi nitakuwa nakupa 10,000, lakini iwe siri ya mimi na wewe. Huu ni uradi, unashindwa. Sote unapata, unakula, unahonga wanawake, unanunua zinaa, roho yako haikereki, unafanya maasi. Uko tayari Simba ikishinda unagawa shilingi 400,000 kwa furaha, unawagawia watu. Hadi ndugu zako Waislamu wanalala na njaa. Utasema nini mbele ya Mwenyezi Mungu juu ya mali alizokupa? Wangapi Mungu amewanyima mali wanahangaika? Wewe kula kwako ni rahisi, kula kwako ni rahisi. Familia yako inaneemeka hapa. Hauna kelele na mtu. Hautasikia mtoto wako anaumwa makosa ya kulipia. Hautapata shida maradhi makosa ya kwenda hospitali. Mungu amekuneemesha kila sehemu. Lakini zile neema alizokuneemesha imekuwa ni pigo kwa wengine. Jirani yako analala na njaa. Na wewe unajua, lakini muda huo unamuomba mwanamke na unampangishia. Hii ni hatari sana. Mtume Muhammad anasema tuba liman bana kabrahu kabla ayyadkhula. Furaha iliyoje kwa mwenye kuliandaa kaburi lake kabla hajaingia. Hapa tuko ndio maandalizi ya kwenda akhera. Na serikali anasema kila unapoamka asubuhi, tu kutoka kitandani, dunia inakupa mkono wa bye na kuambia karibu. Na akhera inakuambia karibu, kwa sababu unakuwa umepunguza siku. Kama tulikuwa tumebakiza siku 5, leo zimebaki siku 4. Leo ikiisha zitabaki siku 3 na utaenda akhera. Kwa tutumie muda ndugu zangu kwa kuandaa akhera. Mwenye akili yule anaandaa kule na kuambia na siku kule na kuhama. Kama wewe umepanga nyumba kwenye nyumba kwa kuambia naomba uondoke, ukaanza maandalizi ya kutafuta nyumba nyingine, utafanya maandalizi watu utapeleka nguvu nyingi. Ni kule unapohamia. Sisi hapa tunapita ni wapangaji katika hii dunia. Muda mwingi tunatakiwa tujiandae akhera kuliko hii dunia. Hii dunia umepita wakubwa kuliko sisi. Ukiambiwa hii dunia umeshakaa watu matajiri wafalme. Namrud bin Kanani alifika hatua akataka kujenga pepo. Anasema kwa Mungu kuna pepo na mimi nataka nitengeneze pepo. Kabla hajaimaliza Mwenyezi Mungu akamua. Tena kwa mdudu mdogo. Nimalizie. Kisa hichi napenda kukitoa mdudu. Alipouliwa Jafar Abu Talib katika vita moja. Ameondoka kwenda vitani. Sio kwenda kufanya biashara. Ili mimi na wewe tuje kuwa Waislamu. Amefika kule vitani, habari zikaja amekufa.
Mtume akamfuata mke wake akamuuliza, hal balaghaki an Jafar wa ashabihi shay'an, unazo habari zozote zinazohusiana na Jafar pamoja na jamaa zake? Mtume anamuuliza mkewe Jafar anaitwa Asma bint Umais, hizi habari unazo? Anamwambia sijapata taarifa yoyote. Najua mume wangu ameenda kupigania dini ya Allah isimame, lakini sijapata taarifa yoyote kuhusu mume wangu. Mtume Muhammad machozi yakiwa yanamlenga anamwangalia Asma, anamwambia uswibu fi hadha leo, Jafar na wenzie wameuliwa siku ya leo, hawapo duniani. Yule mwanamke akapata pressure, akapiga ukelele, machozi yanamtoka. Akili yake anamwambia unakuwa mjane kuanzia leo, unatakiwa ukaenda, mume wako uliyempenda amekufa kwa ajili yako. Wanawake wa jirani pale Madina wakapata sauti ile ya Asma, na wao wakaja kutaka kujua mwenzao kimemkuta nini. Wanamkuta Asma analia na pembeni yuko Mtume. Wanauliza ni nini? Wanaambiwa mume wake Jafar ameuliwa. Na kwa kuwa Jafar alikuwa anaishi na majirani vizuri, na wao wakashindwa kujizuia, wakaanza kulia. Watu walitarajia Mtume pengine atawakataza watu wasili, lakini Mtume akasema ala mithli Jafar falitabki bawaki, kwa mfano wa kifo cha Jafar anayo haki ya kulia mwenye kulia. Wacha walie, Uislamu umeangusha gogo. Kwa nini? Jafar ni mtu wa mwanzo kuambatana na wengine kutuletea Uislamu Afrika. Wale watu 84 waliokuja Ethiopia kwa mfano na jeshi, kiongozi wao alikuwa ni Jafar. Kwani alihama kutoka bara mpaka kuja hapa kwa kuleta biashara. Alikuwa ameleta wachezaji wa mpira, ametuletea na ilahi. Na ndio sisi tumekosa. Sasa kama hawa walitoa roho zao kwa ajili ya nini? Unaweza kushindwa kuchangia choo. Kwa sababu someni fikhi vizuri. Udhu unaanzia pale. Na yoyote ambaye ameshinda kuanzia asubuhi mpaka muda wa kusali, yani kama gato asubuhi mpaka muda wa kusali hajaoga, hana uhakika na udhu wake, unatakiwa kanuni mwanzo kujikagua choo. Sukari zimekuwa nyingi siku hizi. Kuna watu wanaumwa sukari, mkojo unatoka bila kuwa na habari. Kuna watu wana matatizo ya tezi dume, mkojo unatoka bila kuwa. Chooni ndio sehemu ya kujikagua, ndio unaanza kupata udhu. Choo kikiwa kibovu, na watu wengi udhu wenu unaweza kurejesha. Lakini kabla hamjatoa, mimi ni mgeni, au sio? Au kuna shaka hili? Mimi ni mgeni, tazama upaya na utaki musika, ndani zako ngoreka. Mimi ni mgeni. Mtume anasema mgeni na mambo mawili kwa wenyeji. Mgeni anapoingia mjini, anaingia mjini akiwa na baraka, mkubali mkatae. Ni kauli ya Mtume Muhammad. Lakini mgeni akitoka anaondoka na madhambi ya watu wa mji, anayabeba. Lakini dua ya mgeni ina majibu. Nitafanya dua. Semeni inshallah. Nitafanya nini? Japokuwa wengine dua hampendi, mnaambiana tujiombe dua. Sio tujiombe, tuombeane. Sayyidina Umar alimfuata Mtume anamwambia Rasulullah, naomba ruhusa niende umra. Mtume anamwambia la tanzania, usisahau kutuombea na sisi dua. Mtume anamwambia Umar, usisahau kutuombea dua. Tuombee na sisi dua. Kwa dua lazima tuombeane.